Ally Kamwe amesema kwamba muda si mrefu ataanza kuwashtaki waandishi wa habari, na yeye amejitolea kutoa somo hususan kwenye hili sakata la Azizi Ndambwile. Anasema Yanga sio taasisi ya vichonchori, tunajua kila hatua kwenye kila jambo linalohusu taasisi yetu. Kanuni ziko wazi na zilitengenezwa kwa ajili ya kusaidia mpira kwa ujumla wake. Kanuni ya 47 inaeleza inavyopaswa kuanzia utambulisho wa wakala wa mchezaji na kuidhinishwa na TFF hadi baadaye wakala kuja kutambulishwa na mchezaji kwa klabu husika. Napobeba agenda za watu na kuwapigia simu redioni kuizungumzia chapa ya klabu, ni vyema mkawa mnawauliza pia kuhusu taratibu zao kutambulika na sio kukurupuka kwa ajili ya 10% zao za udalali. Kabla ya ngonjera zote na kudhibitisha waini mliofanya kwa kuchafua chapa ya club na kuokoa watu na kuokota watu na kuwaoji, mwambieni wakala wenu awape udhibitisho wa wakala wake kwa mchezaji Azizi Ndambwile kama ambavyo kanuni zilivyoelekezwa hapo juu. Nina uhakika huyo wakala mliyempigia simu anajua madhara ya waini anaofanya, bila shaka anajua ni nini kitafuata kama ambavyo FIFA walivyoelekeza. Hili ndilo kwanza limeanza na litakuwa fundisho kwa wote. Tafsiri yake ni kwamba Young Africans wana mpango sasa labda wa kufanya jambo kubwa zaidi kuliko hiki ambacho tumekiona. Inawezekana kabisa Young Africans mpango wao sasa hivi ni kushtaki, labda tutasubiri kuona the way ambavyo Young Africans watakavyochukulia, lakini kauli ya Ally Kamwe ukiangalia hapo mwisho anasema hii itakuwa ni fundisho kwa wote. Sasa fundisho zaidi ambalo unaweza kulitoa ni kumshtaki mtu na kumpeleka kwenye vyombo vile vinavyostahili kupewa watu wanapopelekwa kwa ajili ya hizo issue. Tusubiri tuone the way itakavyokuwa. Thank you for watching. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare.